Tumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupenda na kuletea mradi mzuri wa soko katika eneo letu. Mheshimiwa Rais ameelekeza fedha nyingi katika mkoa wa Arusha. Leo nimekuja kukagua soko hapa kwa Mrombo, soko la kisasa la bilioni 2.2, soko ambalo litatoa nafasi kwa wafanyabiashara wengi. Nimeambiwa kwa takwimu walikuwepo wafanyabiashara 580 na sasa soko litaongeza uwezo wake wa kuwa na wafanyabiashara zaidi ya 736. Hayo ndo maboresho. Tunaposema mna mradi, maana yake pia utafsiriwe kwa namna mabadiliko ya mazingira ya utendaji kazi, kwa maana wafanyabiashara kufanya biashara katika mazingira mazuri zaidi. Lakini pia mnaposema maboresho, tunamaanisha pia kuongezeka kwa idadi ya watu, kupanua sehemu na kuongeza watu na watu waweze kufanya biashara wengi zaidi. Kwa hiyo mradi huu unaenda kuwa mradi wa mfano, na Mheshimiwa Rais katika Arusha, mbali ya hapa lipo soko la Kilombero zaidi ya bilioni 9.9 linajengwa. Kwa hiyo ni uboreshaji wa masoko haya katika maeneo yetu ya Arusha. Soko hili ni la kwenu, na mimi nitoe wito kwa uongozi wa jiji la Arusha kuhakikisha kwamba wafanyabiashara waliokuwepo awali wanapewa kipaumbele soko litakapokamilika. Hao mnaowataja waliotoka hapa, ndiyo soko litakapokamilika mwezi wa 5 wapewe kipaumbele cha kuanza biashara katika eneo hili, na wale wengine watakao kuwa wamezidi, utaratibu ufuatwe ulio wazi wa kugawa vizimba kwa wafanyabiashara wengine wapya. Nimekuja kuhakikishia kwamba nitahakikisha nasimamia hilo la kuhakikisha mnapata maeneo hayo na huduma zingine zote muhimu, iwe umeme, iwe kila kitu. Basi taasisi zinazohusika, sio soko likamilike alafu tuanze kufikiria kwamba hapa hatuna umeme, hapa sijui hatuna nini. Vitu vyote, maji, umeme, viangaliwe mapema ili tutakapoanza kila kitu kiwe safi. Mwisho, mkandarasi, pamoja na changamoto zote mlizopitia, fanye kazi kwa bidii, ongezeni jitihada. Wananchi hawa wana imani kubwa na serikali. Niliyoko hapa mbele yenu ni mwenyekiti wa soko la Mrombo. Kwanza tutoe shukrani kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, sababu ni serikali ambayo inasikiliza kero za wananchi, na sisi kama wafanyabiashara wa soko la Mrombo tunashukuru sana kwa uwekezaji wa mradi huu, na wananchi hawa au wafanyabiashara wangu wako tayari kwa matumaini ya kusubiri mradi wao utakapokamilika ili waweze kurudi katika maeneo husika.